Ndugu waandishi, nimewaita kuongea nanyi ili msaidie kutoa sauti ya umoja wa wazazi ambayo inapitia kwangu kwa niaba ya umoja wa wazazi, wanachama, viongozi na baraza kuu la umoja wa wazazi. Utakumbuka kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 tulikuwa na uchaguzi mkuu katika taifa letu. Na uchaguzi ule kampeni zilikwenda vizuri, tukafika siku ya kupiga kura, na kama anavyosema Mheshimiwa Rais mwenyewe, kwa mshangao, na sisi wa Tanzania mkiwemo na ninyi, kwa mshangao mkubwa, yalitokea ambayo hatukuyatarajia. Zilitokea vurugu siku ile ya uchaguzi, vurugu zilizosababisha uvunjifu wa amani, na zikaenda mbele zikasababisha vifo kwa Watanzania na hasa vijana waliojitokeza kwenye vurugu zile. Lakini zilisababisha uharibifu wa mali za umma na mali binafsi za Watanzania wenzetu. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilichukua hatua katika kudhibiti jambo hili. Na katika kudhibiti huko kulisababisha watu kukamatwa na wakafikishwa mbele za vyombo vyetu vya sheria, na wengine yani wakafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kufuatia hilo, sisi sote tumemsikia Mheshimiwa Rais kama kiongozi, kama mzazi, kama mlezi, kama mfariji mkuu, miongoni mwa sifa mbalimbali alizonazo kama rais wa nchi yetu, ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinachuja kulingana na uzito wa kosa ambalo watuhumiwa wameshiriki hadi kukamatwa, na waachiwe huru. Mheshimiwa Rais, hili lilotokea kwetu sisi wa Tanzania, mimi na nie, halikuwahi kutokea. Kwa hiyo linapotokea jambo kama hili, kama kiongozi with leadership maturity, lazima ufike pahala utibu maumivu hayo. Ametoa kwa nia njema. Mheshimiwa Rais angeweza kufanya vyovyote vile anavyoweza. Machafuko haya yamewahi kutokea nchi mbalimbali. Political unrest nchi mbalimbali, na hawakuwahi kuchukua hatua kama alizozichukua Mheshimiwa Rais kwa kutoa msamaha, kuangalia uzito wa makosa ambayo wale wahusika wameyafanya. Kwa hiyo niendelee tu kusisitiza kwamba hii ni nia njema ya kulileta taifa pamoja. Lakini kubwa hapa kuna lugha, nikitumia hii lugha kwamba with a motherly heart, kwa moyo wa kimama, kuhakikisha kwamba analitibu taifa na hasa kwa vijana wetu. Isingekuwa rahisi sana kama asingekuwa na utu, kama asingekuwa na ungwana, uliona hili kwamba kupitia msemo wa Kiafrika kwamba mtoto akinyea mkono, mkono huo usafishwa na haukatwi. Hicho ndicho Mheshimiwa Rais amekizingatia na kuamua kutoa msamaha huo. Kadhalika, sisi wazazi wa Tanzania tunatoa wito kwa vijana wetu, Watanzania wenzetu,
kuacha tabia za kufuata mikumbo na hatimaye kuhatarisha amani yetu. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais, nchi hii ni yetu sote, tutaijenga sote kwa pamoja, na hivyo lazima tuenzi amani na utulivu katika nchi yetu.